Mwanakondoo wa Mungu ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Leo ikiwa ni tarehe 22 ya mwezi wa 5, Ijumaa, tunakuletea tena kipindi cha kalenda yetu kinacholetwa kila kuitwapo leo, na leo kinaletwa nami mchungaji Whisper Daudi Siwiti wa kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Kusini Magharibi. Kwa mujibu wa kalenda yetu, leo tumepewa masomo mawili kutoka kiongozi kalenda. Somo la kwanza linapatikana katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 10 mstari wa 21a, na somo la pili linapatikana katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 16 mstari ule wa 27a. Naomba niasome maandiko kama yanavyosomeka. Maandiko yanasomeka hivi. Somo lile la kwanza linasema hivi: yeye ndiye fahari yako na yeye ndiye Mungu wako. Yeye ndiye fahari yako na yeye ndiye Mungu wako. Somo la pili linasema kwa maana Baba mwenyewe awapenda. Kwa maana Baba mwenyewe awapenda. Tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, hakika wewe ni Mungu unetutunza na kutupigania wanao. Nina kila sababu ya kulinua na kulitukuza jina lako, Bwana. Asante kwa wema wako na ukuu wako, na asante kwa uaminifu wako mkuu, Bwana. Asante kwa kuwa unatupigania kila uchao, Yehova. Ninakushukuru kwa majira haya na wasaa huu, Bwana. Ninapokwenda kuipandia madhabahu hii kwa ajili ya ujumbe wa neno lako, ninakualika Yesu uwe katikati yetu. Peke yako sema nami niseme na watumishi wako, Bwana. Katika jina la Yesu nitumie kama chombo tu kufikisha ujumbe wako Mungu ambao umekusudia ufike kwa Watanzania kupitia chombo hiki cha Baraka TV. Katika jina la Yesu, simama upande wangu Yehova. Simama Bwana, niwezeshe. Kwa utukufu wa jina la Yesu, ninajiachilia kwako nikiomba neema yako Bwana iwe pamoja nami. Amen. Kama nilivyoweza kuyasoma masomo haya ambayo tumepewa kwa siku ya leo ya tarehe 22 ya mwezi wa 5 kwa mujibu wa kalenda yetu. Somo lile la kwanza ambalo tumelisoma kutoka katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 10 mstari wa 21, tunaona maandiko yale ambayo tumeyasoma yanazungumza kwa habari ya wito wa kumwabudu Mungu. Yanazungumza kwa habari ya wito wa kumwabudu Mungu na kumshukuru Mungu kwa sababu ya wema wake, nguvu zake na fahari yake. Sisi kama watumishi wa Mungu, kama Wakristo, tunaitwa, tumepewa wito wa kuitwa kumwabudu Mungu. Tunahitaji tumwabudu Mungu. Yesu Kristo anatuita wote tuliokombolewa kwa damu yake tuendelee kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Tuendelee kumwabudu katika makanisa yetu. Tuendelee kumwabudu Mungu anayetutunza, anayetupigania, anayetuokoa katika mambo mengi. Wapo watu ambao wamekaa katika shughuli zao, wamekaa katika mipango yao, wamesahau ya kwamba yuko Mungu ambaye wanapaswa kumwabudu kila kuitwapo leo. Kumbe hawajui ya kwamba maisha yao yako mikononi mwa huyo ambaye wamejisahau kumwabudu. Shughuli zao zimeshikiliwa na huyo ambaye wamesahau kumwabudu. Mambo mengi wanayoyafanya wamesahau ya kwamba anayeyalinda yale mambo na kuyasimamia ni yule ambaye wamesahau kumwabudu. Kumbe sisi kama watumishi wa Mungu, sisi kama Wakristo, sisi kama wateule ambao tumeitwa na tumekusudiwa na Mungu, lazima tuendelee kumtukuza na kumwabudu Mungu aliye hai. Tumeitwa kama Wakristo ya kwamba tujitoe kumtumikia Mungu, kumshukuru Mungu kwa mambo mengi ambayo ameyafanya. Lazima tumtumikie Mungu, tumwabudu Mungu katika mambo mengi, tumwabudu Mungu katika roho na kweli, na kumshukuru katika mambo mengi anayotufanyia. Mungu anatutunza, anatupigania katika mambo mengi, anatutunza katika magonjwa, anatutunza katika maisha yetu mengi. Hivyo lazima tumwabudu yeye ambaye ameshikilia uzima wetu, ameshikilia uhai wetu. Kila aliye mwanadamu uhai wake umeshikiliwa na Mungu mwenyewe. Tupo hapa tunamwabudu Mungu kwa sababu uzima wetu uko mikononi mwake. Uzima wetu umeshikiliwa na yeye mwenyewe. Isingekuwa Mungu tusingekuwepo. Isingekuwa Mungu tungekufa. Isingekuwa Mungu tungepata shida. Isingekuwa Mungu tungehangaishwa. Wakati mwingine tunapoishi katikati ya wanadamu wengi wanatumezea mate, wanatamani hata kutuua, wanatamani hata kutuangamiza, wanatamani hata kukuona katika kazi unayoifanya. Kwa nini? Kwa sababu umewashinda, umewazidi katika mambo mengi. Kwa sababu uwepo wa Mungu uko pamoja na wewe, wanashindwa kufanikiwa katika mipango yao. Hivyo lazima umuombe Mungu
aendelee kusimama pamoja na wewe, uendelee kumwabudu Mungu aliyekuumba, anayekuokoa katika mambo na shughuli mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajua kabisa kwamba nguvu za Mungu na matendo yake makuu katika maisha yetu, katika maisha ya Wakristo ni ya uaminifu sana. Matendo ya Mungu ni ya uaminifu sana kwetu. Anatutendea mambo mengi yaliyo makuu, anatushindia katika mambo mengi yaliyo mazuri, anatuongoza katika mambo mengi yaliyo mazuri. Hivyo lazima tuendelee kumwabudu, kumtukuza huyu ambaye anatupa nguvu, anatutia nguvu katika shughuli nyingi, anatutia nguvu katika maisha yetu, anatuongoza katika safari yetu tuliyonayo. Kila Mkristo anayeishi chini ya jua ni msafiri, maana hatujui saa na siku tutakayoondoka. Usiposimama na Mungu wako, hujui kwamba siku gani utaondoka. Hivyo lazima usimame na Mungu wako, uendelee kumwabudu Mungu aliye hai, na uzima wako ukijua ya kwamba uko mikononi mwa Mungu. Lazima uendelee kumwabudu Mungu na kumshukuru Mungu. Maandiko yanasema mshukuru Mungu kwa kila jambo. Tunapita katika mambo mengi, tunapita katika shida nyingi, tunapita katika changamoto nyingi. Unapaswa kumshukuru Mungu katika yote unayoyapitia. Mwambie Mungu asante, na endelea kumwabudu Mungu. Usikate tamaa, usirudishwe nyuma na maneno ya wanadamu, usirudishwe nyuma na changamoto unazopitia, usirudishwe nyuma na mitikasi unayokumbana nayo. Endelea kusimama katika imani ya kumwabudu Mungu wako ambaye anakupigania na kulinda katika mambo mengi, anakusimamia na kukutunza katika shughuli zako nyingi. Mungu ni mwaminifu sana, ambaye hajatuacha, hajatupungukia hata siku moja. Hivyo wewe uliye Mkristo, wewe unayemwabudu Mungu, wewe uliyesimama kwa imani yako, endelea kumwabudu Mungu aliye hai, endelea kumtukuza Mungu ambaye anakupigania katika mambo mengi. Unajua unapoendelea kuishi wewe, unajua ya kwamba anayekulinda na kukutunza ni Mungu. Hivyo kama Mungu anakulinda na kukutunza, lazima usimame kwa miguu yako ukimwabudu na kumtukuza Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini upo mstari ule wa sura ile ya Yohana mstari wa 16 sura 27 kama tulivyosoma. Mstari huu nao unasisitiza uhusiano wa karibu kati yako wewe na Mungu wako. Je, unapoishi umejichunguza kwamba mimi uhusiano wangu ukoje na Mungu wako? Unachunguza kwamba mimi maisha yangu yakoje na Mungu wako? Lazima mahusiano yako yawe mazuri na Mungu wako. Umetengeneza mahusiano mazuri sana na watu, umetengeneza mahusiano mazuri sana na jamii, lakini hujatengeneza mahusiano mazuri na Mungu wao. Wewe uliye Mkristo unapaswa utengeneze mahusiano yako mazuri na Mungu wako. Ili maisha yako yawe mazuri, lazima utengeneze mahusiano yako wewe na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wamejisahau. Kuna watu wamesahau kabisa kusimama kwa imani yao, kusimama kwa miguu yao, kusimama kwa kujitegemea, ya kwamba mimi lazima nijue ya kwamba mimi mahusiano yangu ni mazuri na Mungu wangu. Wengi wamemdhihaki Mungu, wengi wamefanya mambo ambayo si ya kumpendeza Mungu. Hivyo ninakushauri mpendwa mtazamaji, endelea kubadilisha maisha yako. Muamini Mungu, muamini Kristo, ili ujenge mahusiano yako mazuri na Mungu wako. Usipotengeneza mahusiano yako mazuri na Mungu wako, hautamuona Mungu. Ili uweze kumuona Mungu katika maisha yako, lazima utengeneze mahusiano yako na Mungu wako. Maana wewe ni kiumbe cha Mungu. Wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Wewe umeumbwa kwa sura ya Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Anasikitika sana anapoona unapotea. Anasikitika sana anapoona mahusiano yako hayako vizuri na Mungu wako. Anatamani utengeneze mahusiano yako mazuri, yawe mazuri na Mungu wako. Hivyo ninakushauri mpendwa mtazamaji wa Baraka TV, utengeneze mahusiano yako mazuri na Mungu wako, ili siku ya mwisho utakapoondoka katika dunia hii ukakutana na Mungu yule ambaye anaweza kutengeneza mahusiano yako yakawa mazuri na yeye mwenyewe. Usitengeneze mahusiano yako na wanadamu. Usitengeneze ukaribu wako na wanadamu. Wanadamu watakupoteza. Wanadamu hawatakupeleka popote. Wanadamu hawatakusaidia chochote. Mungu peke yake, ukitengeneza vizuri mahusiano yako na Mungu wako, ndiye atakayekupeleka pale alipokusudia atakupeleka. Atakupeleka pale unapotamani wewe uende. Hata ukiondoka chini ya jua hii, utakwenda kuishi maisha mengine matakatifu yaliyo mazuri zaidi ya haya tunayoishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo watu ambao tumeona mahusiano yao sio mazuri na Mungu wao. Wapo watu ambao tumeona wamepotea kabisa katika dunia hii. Wametengeneza mahusiano mengine na watu wengine. Wamejiingiza katika mambo mengine. Wanafanya mambo wanayoyajua wao wenyewe. Kumbe wasahau ya kwamba
ambayo unatakiwa kumshikilia, ambayo unatakiwa kutengeneza vizuri mahusiano yao na yeye mwenyewe ili wasaidie katika mambo yao mbalimbali na kuondolea matatizo na changamoto mbalimbali ni Mungu mwenyewe. Nikushauri mpendwa mtazamaji, kuanzia dakika hii badili maisha yako. Mtazame Mungu atakayeweza kubadilisha mtazamo wa maisha yako. Mtegemee Mungu atakayeweza kukusaidia na kuongoza katika shughuli zako. Muamini Mungu atakayesimama katika mambo yako yote unayoyafanya, unayotamani kuyafanya, unayopanga kuyafanya. Ili akusimamie na kusaidia katika mambo hayo, lazima utengeneze vizuri mahusiano yako wewe na Mungu wako aliyekukumba, aliyekutunza, aliyekupigania, aliyekupa kula, aliyekupa kazi, aliyekupa heshima ile kwenye nafasi ulionayo. Ni Mungu mwenyewe. Hivyo lazima utengeneze mahusiano yako mazuri na Mungu aliyekupa nafasi hiyo. Wako watu ambao wako na nafasi nzuri serikalini, wako watu ambao wana vyeo vikubwa, wako watu ambao wana fedha nyingi, wamejisahau kabisa ya kwamba aliyewapa hizo fedha ni Mungu. Wamefanya mambo wanayojua wao wenyewe, wamemdhihaki hata Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya kile walicho nacho. Kumbe ili uishi maisha mazuri, tengeneza mahusiano yako mazuri na Mungu wako aliyekupa hivyo. Wengine wanafanya hata kiburi, wanakuwa na kiburi katika shughuli wanazofanya. Kumbe kiburi hakipaswi. Wewe mtegemee Mungu ambaye anakutunza na kupigania. Muamini Mungu ambaye atakuinua katika kazi na shughuli zako mbalimbali, ili akuinue katika shughuli hizo. Wewe uliye Mkristo, muamini Mungu. Endelea kumtumikia Mungu na endelea kujenga mahusiano yako mazuri na Mungu mwenyewe anayetulinda na kututunza katika mambo mengi. Tunajua kabisa kwamba Mungu anatupenda sisi wanadamu. Asingetupenda angetuacha tukaangamia katika dhambi. Na Mungu ana huruma nyingi mno. Wanadamu tumekengeuka katika mambo mengi. Wanadamu wamefanya mambo ambayo hayampendezi Mungu, lakini kwa sababu ya huruma ya Mungu ameendelea kutuhurumia watoto wake. Kwa sababu ya upendo wake ameendelea kutuhurumia watoto wake. Kwa upendo anaoonyesha kwetu, na sisi lazima tuonyeshe upendo kwa Mungu huyu ambaye anatuhurumia na kututunza katika mambo mengi. Lazima tumwabudu katika roho na kweli, lazima tusimame katika imani ya kumtukuza yeye, lazima tuendelee kutengeneza mahusiano mazuri ili Mungu huyu anayetutunza katika mambo mengi aendelee kusifiwa na kutukuzwa katika mambo na shughuli mbalimbali. Mpendwa mtazamaji, niendelee kukuomba unayetazama Baraka TV, endelea kumwabudu Mungu wa kweli, endelea kutengeneza mahusiano yako na Mungu wako, endelea kujenga vizuri mahusiano yako na Mungu wako ili Mungu akusaidie na kuinua katika mambo mengi. Usijisahau ya kwamba ulicho nacho ni kwa nguvu zako na kwa uwezo wako. Heshima ulionayo ni wewe umepata kwa mamlaka ulionayo. Uwezo ulionao umeupata kwa mamlaka ulionayo. Hapana, aliyekupa heshima hiyo, aliyekupa mamlaka hayo ni Mungu mwenyewe. Hivyo mahusiano yako wewe lazima yawe vizuri na Mungu wako. Usijisahau mpendwa mtazamaji, lazima ujue ya kwamba yote haya ninayoyafanya hivi nilivyo ni kwa sababu ya Mungu ambaye ananitunza, ni kwa sababu ya Mungu aliyeniokoa, ni kwa sababu ya Mungu aliyeniepusha na mambo mbalimbali. Hivi uweze kujiuliza hata siku moja ya kwamba mbona tulikuwa wengi, tunafanya kazi wengi, mimi ninainuliwa peke yangu, mimi naonekana kupewa heshima peke yangu? Ni kwa nini? Kwa sababu wewe umejenga mahusiano yako mazuri na Mungu. Tumeshuhudia watu wengi, tumeshuhudia vijana wengi, tumeshuhudia Wakristo wengi ambao wameinuliwa katika kazi zao, katika shughuli zao nyingi kwa sababu ya mahusiano yao waliojenga na Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyosema kwamba mimi ni mchungaji husika na wanafunzi walioko vyuoni na sekondari. Ninapohudumia kule mashuleni waona wanafunzi. Wako wanafunzi ambao wameendelea kumtukuza Mungu katika wanafunzi wao. Wanapokuwa shuleni, wamejenga mahusiano yao mazuri kabisa na Mungu wao. Hawajamwacha Mungu kwa jinsi ambavyo wametengeneza mahusiano yao na Mungu wao. Mungu amewainua. Wako ambao wamemaliza vyuo na kupata ajira hapo hapo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amesimama upande wao. Mungu amesimama upande wao. Mungu anawaongoza, amewabeba kwa sababu ya mahusiano yao waliotengeneza na Mungu wao. Na kuomba mpendwa mtazamaji, tengeneza mahusiano yako vizuri na Mungu wako ili Mungu akuinue na kukubeba katika kazi na shughuli mbalimbali. Usipotengeneza mahusiano yako na Mungu wako, hakika Mungu atakuacha, Mungu atakusahau. Na Mungu wa mbinguni aliyekutunza na kutupigania ili tukitengeneza mahusiano yetu vizuri na Mungu na tukiomba uwepo wa Mungu endelee kuwepo katikati yetu, lazima Mungu atatuinua na kutubariki katika shughuli nyingi. Ulikuwa nami mpendwa mtazamaji, mchungaji Whisper Daudi Siwiti, mchungaji wa kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Kusini Magharibi, ninayetumika katika idara ya elimu ya Kikristo. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tuombe. Mwenyezi Mungu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu
Asante kwa kuwa umetoa wito kwa watoto wako ya kwamba waende kuabudu wewe uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Asante kwa Mungu umeendelea kutupenda upeo Yehova. Unatupenda zaidi ya kutupenda. Unatushauri ya kwamba lazima tutengeneze mahusiano yaliyo mazuri na wewe ili tuongoze katika mambo na shughuli ambazo tunaendelea kuzifanya. Neema yako iendelee kusimama kwa watoto wako. Peke yao hawawezi kubadilika usiposimama upande wao. Naomba Bwana wabadilishe watoto hawa, wabadilishe viongozi hawa, wabadilishe taifa hili Bwana, badilisha Wakristo hawa wakuelekee wewe uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wajue ya kwamba wanapaswa kuabudu wewe uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wanapaswa kujitoa, kusimama kwa miguu yao, kukutukuza wewe uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo tunajiachilia mikononi mwako. Nikomba Mungu uendelee kusimama kwa ajili yetu ili tuendelee kujenga mahusiano yako yawe mazuri sisi pamoja na wewe Bwana, maana unatupenda zaidi ya kutupenda. Katika jina la Yesu yote haya nayakabidhi na kuyaachilia mikononi mwako, nikiomba na kushukuru. Amen.